upate thawabu marataini. Thawabu za itikafu zisikufutu, zisikupite. Ukitoka kwa dharura ukirudi nuia itikafu. Lakini thawabu za pili ni kusikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema hawakai watu kikao wakawa wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wanasomeshana, illa nazalat alaihim sakina, isipokuwa Mwenyezi Mungu anawashushia utulivu. Lakini wa ghashiyatuhumur rahma, na rehma za Mwenyezi Mungu zinawafunika. Lakini wa hafatuhumul malaika, malaika wanawafunika na mbawa zao, wanawazunguka. Lakini wa dhakarahumullahu fi man inda, Mwenyezi Mungu anakuwa na rekodi ya hawa watu na kumbukumbu kwamba hawa ni watu wake. Kwa hivyo hilo ni jambo kubwa. Lakini siku zote kheri hawafanyi wengi, hufanya wachache. Leo unaona msikiti uko tupu, na mnayesikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu pamoja na ukubwa wa msikiti ni wachache. Hiyo ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, kama Mungu akikuwafikisha. Lakini juzi hapa ilikuwa mechi Simba na Dodoma Jiji, uwanja ulijaa. Ndio maana tukasema kheri siku zote ngumu sana, lakini shari ukiitaka mara moja. Kwa hiyo sisi ni vyema tuseme alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu mzima kutuwafikisha katika hili. Haya, tunaendelea na aya zilizosomwa na msomaji wetu. Aya ya kwanza ambayo tupo leo, wama nursilul mursalina, na hatukuwatuma sisi mitume kwa kazi nyingine ya aina yoyote. Hawajatumwa kuja kufanya biashara, bali biashara waliotumwa kwayo ni biashara ya imani. Hawakutumwa kuja kuwa madalali, bali ni madalali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawakutumwa kuja kuwa ni wajenzi, bali ujenzi wao ni ujenzi wa imani na takwa Allah. Hawakutumwa kuja kuwa wakulima, bali kilimo chao ni kilimo cha kupanda imani na takwa, na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wama nursilul mursalina, na hatukuwatuma mitume sisi illa, isipokuwa kazi tuliowatumia, mubashirin, ni kuwaaminisha watu pepo, ni kuaminisha kuaminisha watu pepo. Hiyo ndio kazi ya kwanza ambayo mitume wametumwa, kwamba mtu akitenda jambo jema basi malipo yake ni nini? Ni pepo. Kazi ya pili, wa mundhirin, mitume wametumwa kwa ajili ya kuwaonya, man kafara, kumwonya yule mwenye kukufuru, binari, kwamba akiendelea na kukufuru atalipwa adhabu ya moto. Sasa basi, faman amana wa aslaha, yoyote mwenye kuamini, bihim, watu hao, wa aslaha, na akafanya uzuri katika amali zake, ay amalahu, fala khawfun alaihim, watu wao basi hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanun, wala wao hawawezi kuhuzunika katu.
kwa sababu hilo ndilo analolitaka Mwenyezi Mungu. Hawawezi kuhuzunika siku ya mwisho. Lakini hapa faman amana wa aslaha. Sasa walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao wataenda kinyume kwa kupinga, wakapinga biayatina, alama zetu, kitabu chetu, kampinga Mtume Muhammad, yamussuhumul adhab, adhabu hawa itawapata. Manake itawagusa, kuwagusa ndo kuwapata. Bima kanu yafsukun, kwa kile ambacho walichokuwa wakifanya uovu kwacho. Qul, sema ewe Nabi Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Qul, ay qul lahum, waambie ewe Mtume Muhammad kuambia makafiri, la aqulu lakum, mimi sikwambieni nyinyi, indi, eti kwangu mimi pengine khazainullah, kuna khazina, akiba, stock ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, stock ambayo allati minha yurzaq, ambapo kutokana na stock hiyo watu hupewa riziki. Sikwambieni, sina uhodari huo wa kutoa riziki. Mimi Mtume, anayetawalia jambo la riziki, mwenye khazainu samawati wal ardi ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala alamul ghaiba, wala ani, kwamba mimi sidai alamul ghaiba, najua mambo ya siri. Maghaba ani, yani kile kilichojificha kuepukana na mimi. Lakini walam yuha ilayya, kikawa hicho kitu sijapewa nini? Wahai. Mtume hana ujanja wa kujua mambo ya ghaibu. Ukiona anaeleza jambo isipokuwa biqudratillah, kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja? Wala aqulu lakum, wala sikwambieni mimi, inni malakun, kwamba mimi si binadamu, kwamba mimi ni malaika. Sidai hilo hata siku moja. Tofauti leo kuna makuhani, kuna manabii, kuna mitume, leo kuna maprofeti. Hawa wote na nyinyi ni mashahidi, wanadai wanajua mambo ya ghaibu, na wanadai kwamba wao wanazungumza na Mungu. Wapo manabii feki. Utume umeishia kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. La nabiyya ba'di, yani la nabiyya ba'dahu, hakuna mtume tena baada yake yeye Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume hapa anathibitisha. Ingekuwa mtu mwingine ndio mtume, au wewe jamaa yangu ndo hivyo vindoto tu Mungu anaokuotesha, basi mikwara mingi, wallahi mimi sio jambo lazima litokee, wallahi kadha kadha kadha. Hata Waislamu wapo wanaodai wanazungumza na Mungu. Na wanamuonyeshea mtafafa. Eleka vizuri la aqulu lakum, sikwambieni indi khazainullah, mimi na khazina ya Mwenyezi Mungu. Wala alamul ghaiba, wala mimi sijui mambo ya ghaibu. Bimaana ma ghaba anni wa lam yuha ilayya, kile ambacho kwangu mimi hakipo wala sijaletewa wahi. Si Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Jinni, mtume alipoambia awaambie nani? Majini, qul uhiya ilayya. Sawa, hajawaambia Mungu, hakumwambia mtume qul alamul ghaiba, kamwambia qul, waambie ewe Nabii Muhammad, uhiya ilayya,
kwamba yeye kashushiwa nini, annahu istama, kwamba mambo yalivyo. Istama nafaru min aljinni, limesikiliza Qur'ani kundi kubwa katika majini. Fakalu, lile kundi baada ya kuielewa umuhimu wa Qur'ani na uzito, likasema inna sami'na Qur'anan ajaba. Habari kubwa, hakika sisi tumeisikiliza Qur'ani. Siku zote tulikuwa tunasikia maneno kwa watu, lakini tumesikia live. Ni kitabu cha maajabu sana. Kitabu hicho yahdi ila rushdi, kinamwongoza mtu katika uongofu wa sawasawa. Fa amanna bi, basi ikatupelekea na sisi fa amanna bil Qur'an, ikatupelekea na sisi kuamini nini? Qur'ani. Kwa sababu maneno haya si maneno ya kutungwa na binadamu wa kawaida, ni kitabu cha Mungu. Walan imelega vizuri, harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Hatutoweza kamwe, walan nushrika birabbina ahada, hatutomshirikisha tena kuanzia leo ila antakuma saa, mpaka kiyama, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na mtu yoyote. Nimesoma aya hii inakuthibitishia kwamba mtume hajui ghaibu, bali ghaibu anayojua mpaka afunuliwe na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wewe ndugu yangu, wa ghaibu unafunuliwa na nani? Sawa? Hatukatai kwamba kuna wasaili, njia ambazo binadamu anaweza akaongea na Mungu. Hawezi, anaweza kuongea na Mungu. Njia hizo zipo. Kwa mfano, kuna kitu kinaitwa ilham. Kuna kitu kinaitwa ilham, Mungu anakupa. Kwa manabii ni muujiza, kwetu sisi ni ilham. Lakini njia ni nyingine, ni ndoto. Umeeleka vizuri, lakini kwa sharti mpaka wewe Mungu akupe ilhamu. Ucha Mungu gani uliokuwa nao wewe? Imeeleka vizuri. Ziko asrar waweza kuongea na Mwenyezi Mungu, na hiyo imethibitishwa hata ukisoma ulumul Qur'an. Imeeleka vizuri Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, kesho tutazungumza namna gani mja anawasiliana na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na haya tumeyasomesha sana katika haya ma high school, shule za sekondari, katika Islamic knowledge. Imeleka vizuri Ni amrun muttafaq. Lakini sio wewe ukajifanya unaongea na nani? Ziko shuruti. Tayib. Kwa hiyo mimi wala sisemi wala a'lamu al-ghaib, wala sijui mambo yaliyofichikana, wala aqulu lakum, wala sikwambieni inni malakun, kwamba mimi ni malaika. Mtume sio malaika. Ni kama alivyosema ana basharu mithlukum yuha ilayya, mimi ni binadamu tu kama nyinyi. Tofauti yangu mimi na nyinyi, mimi mwenzenu nafunuliwa wahai na Mungu, naonyeshwa mambo ambayo nyinyi hamuonyeshwi. Alafu mimi ni maasumu. Nimeeleka vizuri, mimi sitendi madhambi. Na Mtume Muhammad yeye tayari ni mubasharun bil janna. Nimeeleka vizuri tofauti na wewe ndugu yangu Mudi. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo mtume yeye hadai kuwa malakun, ni malaika. In attabi'u, hakuna ninachokifuata mimi, illa ma yuha ilayya, isipokuwa kile nilichofunuliwa wahai. Qul, sema ewe Nabii Muhammad, kuwaambia hal yastawi al-a'ma, je anafanana kafiri
walbasir na mu'min. Je, anafanana kipofu na anayeona? Sawa? Jibu kwamba hawafanani. Anayeona anaona na kipofu kipofu. Umeeleka vizuri eh? Kafiri kafiri na muumini nani? Afala tatafakkarun, hivi hamtafakari nyinyi hilo mkaweza kumwamini Mwenyezi Mungu? Wa andhir bihi, waonye ewe Muhammad, wakhofishe bihi ay bil Qur'an alladhina yakhafuna, wale ambao wanaogopa, an yuhsharu ila rabbihim, kufufuliwa kwa Mola wao. Wakifufuliwa, lahum, wao, min dunihi, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, waliyun, watakuwa hawana mtu wa kutawalia mambo yao akawanusuru, wala shafi'un, wala watakuwa hawana mwombezi. Sawa eh? Yuhsharu, sawa eh? Hao wote ambao nini nasemaje? Yuhsharu ndio watafufuliwa waumini. Yuhsharu, watafufuliwa waumini, la'allahum yattaqun, ili wao waweze kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kujivua na kujitoa kwao, sawa, katika mambo mabaya na wakatenda mambo mema, watafufuliwa. Yuhsharu mu'minina, watafufuliwa nini? Ni waumini. La'allahum yattaqun, ili waweze wao kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaomwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu, sawa. Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, wala kamwe usiwafukuze ewe Nabii Muhammad alladhina, kuwafukuza wale ambao yad'una rabbahum, wakimwomba Mola wao, bilghadati, nyakati zote za asubuhi, wala ashi, na wajioni. Hakuna wanachokitaka bali wao yuriduna wajha, wanataka radhi tu za Mwenyezi Mungu wapate. Usiwafukuze, sawa eh? Usiwafukuze hao, kwa sababu ma alaika min hisabihim, huna wewe hesabu yao, min shay, katika chochote. Hatujakwambia labda uwalipe ufanye nini sawa eh? Wama min hisabika alaihim, wala wewe huna hesabu yao kwao, min shay, kwa chochote kile. Fatatrudahum, ikafika mahala basi ukawafukuza. Ukifanya hivyo, fatakuna min adh-dhalimin, utakuwa wewe Nabii Muhammad ni katika watu madhalimu. Aya hii ina sababu nuzuli, sababu ya kuteremka. Mwenyezi Mungu aliposema wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi, imepokelewa sababu nuzul ya aya hii kwamba anna almalaa min Quraish, kwamba kundi katika Quraishi, atau nabiya sallallahu alaihi wasallama, walimwendea Nabii Muhammad, sawa. Wa indahu jamaa, akiwa mtume ameketi na kundi lake, min duafai almuslimina, katika wale waislamu wanyonge, yani waliosilimu muda sio mrefu, mtume alikuwa ameketi nao, sawa. Watu hao mtume ambaye alikuwa amekaa nao, mithlu Bilal ibn Rabah, Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khabbab ibn al-Arati, ibn Mas'udi. Faqalu, wakamwijilia mtume pale na kumwambia Nabii Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Ya Muhammad, Muhammad, utrud anna mawalina, wafukuze hawa kutotusogelea sisi na kukaa nao, mawalina, hawa watumwa wetu. Sawa? Lakini vile vile wa hulafaina fa innama hum abiduna, hakika mambo yalivyo, wao hao ni watumwa wetu. Wa mutakauna, na waachwa huru wetu, tulishawaacha. Wengine uliwakomboa Nabii Muhammad, kama Bilali alikombolewa na Abu Bakar Siddiq baada ya kuwa amesilimu na yeye ni mtumwa, akawa anaburutwa kwenye changarawe. Sawa? Huku kafungwa kamba nyororo ili tuachane na Uislamu. Bilali maneno yake yakawa yanaendelea, kashika msimamo wake, anasema ahadun ahadun, Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu mmoja tu. Fardun fardun, Mwenyezi Mungu yuko pweke, hana mshirika. Mwenyezi Mungu yuko pweke, hana. Swamadun swamadun, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa na kila aina ya ibada. Haya kalimatu tauhidia, maneno ya kitauhidi. Je, wewe na mimi ukiteswa tu na mamako mzazi kidogo, hutaki tena Uislamu? Eleka vizuri. Kuna shekhe mmoja, kisa mudhika, alikuwa, siwezi kumtaja kwa jina, alitoka Dodoma akahamia Dar es Salaam. Baada ya Dodoma kesi kuwa nyingi, atakiwi msikitini, msikiti muondoa. Almarhum rais wa awamu ya pili mzee Ruksa Ali Hassan Mwinyi akamchukua msikitini kwake. Alipomchukua msikitini kwake, sharti ya msikiti ule hakuna sadaka, kwa sababu kila kitu kiko majana. Mzee mwenyewe anasimamia, Mungu amrahamu. Si mambo yetu sisi tunajua, misikiti yetu hii dhufu la hali, lile kapo lazima lipite. Kuna kijana akakataza, shekhi akaghadhibika. Kughadhibika basi akasusa, akaondoka. Alipoondoka, kipindi hicho sijara hakuna, watu wanapanda mabasi. Sasa alipofika Morogoro pale, akashuka kuchukua chakula. Sasa akakutana na Sharifu Muhammad Said al-Bidh. Ambe vipi? Wananaye? Ambia narudi Dodoma. Dodoma kuna nini bwana? Ambia wale watu wa Dar es Salaam hawafai. Kauzua msikiti huu mmoja, kasusa na kaacha, anarudi Dodoma. Ambia hai yao, wewe umekuudhi Muislamu mmoja msikitini, waata kazi ya msikiti, warudi Dodoma. Haya, kama wanakuudhi Waislamu 10, wewe waacha Uislamu wewe? Kama ikifika umekuudhi 10, wewe mmoja uondoka. Ikifika 10, wewe unauhama Uislamu. Mmoja umeacha, umehama msikiti, unarudi huko ulikokuwa. Sisi tumelana vizuri. Kwa hivyo Bilal ibn Rabah alifanywa kila aina ya ghasia na kila aina ya adhabu, na hata ilifika mahala akakandamiziwa jiwe kubwa tumboni, mzigo wa jiwe. Maana sio tofali mzee, hebu kumbuka majiwe ya kipindi hicho, na wale watu waliokuwa na nguvu kipindi hicho. Lakini aliendelea na msimamo wake, ahadun ahadun, fardun fardun, samadun samadun. Waislamu wenzetu
ambao Mwenyezi Mungu amewasifu ndani ya Qur'ani maswahaba wa Mtume Muhammad, Abubakar akamnunua, akatoa mali na kumkomboa Bilal ibn Rabah. Sasa hawa walikuwa wameketi na Mtume Muhammad. Bilali ambaye Waarabu waliingiza ubaguzi wa rangi, hata ikafika mmoja akamuita Bilali ya ghurabun aswad, ewe kunguru mweusi. Mtume alighadhibika kweli kweli, alighadhibika kwa lile jina aliloitwa Bilali, kwamba huyu mpumbavu huyu hajui thamani ya huyu mtu, katoka wapi, kaacha nini, kafanywa nini mpaka kuingia katika Uislamu. Mtume akamwambia, innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu mpaka leo bado mpumbavu wewe, huelimiki wewe, ubadiliki, hujaacha mazoea. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa amekaa nao hao wanyonge. Alipokuwa amekaa nao kina Ibn Mas'udi, ndo hawa lile kundi likamfuata likamwambia Muhammad, Muhammad, embu ondosha wanyonge wako, hawana hadhi wala heshima kukaa na sisi, hawana nafasi kukaa na sisi, dharau kubwa. Sasa wakamwambia, fala'allaka in tarattahum nattabi'uka, ikifika mahala wewe umwafukuza hawa wasiwe na heshima kukatakaje na watumwa hawa. Watumwa walikuwa tunawatumatuma hawa vibaraka wetu, ukiwafukuza sasa sisi tutakuwa tayari kukaa na wewe Nabii Muhammad, tukakufuata yale yote unayotaka, na sisi tukaingia katika dini yako. Faqala Umar ibn al-Khattab, miongoni mwa wa baraza wa Mtume Muhammad, akasema Umar, lau faalta dhalik, natamani Mtume lau ungefanya hilo wanalotaka hawa jamaa. Kwa hiyo Umar akawafiki wale wafanya nini, wafukuzwe. Mbona wamekuja na rai nzuri, watu hata wana mzigo imeleka vizuri. Kwa hiyo Umar akakubaliana na rai ya wale jamaa. Sorry, tumeelewana vizuri. Alipokubaliana na rai ile, faqala Umar, law fa'alta dhalika hatta na'lama ma alladhi yuriduna wa ila ma yasiruna, mpaka tujue ni kitu gani wanachotaka na mwisho wao upi. Hebu wafukuze hawa Mtume, watimue. Fahima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhalika, Mtume akamuelewa ile rai ya Umar, Mtume akaielewa. Kwa maana Mtume akaazimia kweli afanye nini, afukuze. Hata nazalat hadhihi alaya, mpaka aya hii ikashuka. Wa nazala fi mala'i min Quraish, aya hii imeshuka kuwashukia kundi la Makuraish. Tumeelewana vizuri aya hiyo na aya nyingine, wakadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Tumeeleka vizuri, na vile vile tumewafitinisha baadhi yao kwa baadhi nyingine, al-aya. Sasa hapo fa aqbala Umar, baada ya kushushwa aya hiyo, Umar akataraja, fa'tadhara min maqalatihi, akaomba msamaha kwa yale maneno yake, kumwambia Mtume na ile rai yake, fuku zile mbali. Fa anzala Allahu fihi, Mwenyezi Mungu akashusha aya ndani yake semayo, wa idha jaaka alladhina yu'minuna biayatina, wa kukujilia wale ambao wenye kuamini aya zetu, faqul salamun alaykum, waambie amani iwe juu yenu. Sawa. Kwa hiyo kauli hiyo aliposema
Sasa hapa ni wapi? Tumemaliza hiyo aya. Usiwafukuze, maana yale majamaa yalisema wafukuzwe. Sawa? Ma alayka min hisabihim, wewe huna dhamana ya malipo yao. Min shay'in, kwa chochote. Wama min hisabika alaihim, wala wewe huna dhamana na malipo yao kwao. Min shay'in, kwa chochote. Fatatrudahum, mpaka ifike mahala wafukuze. Ukiwafukuza, fatakuna min adh-dhalimin, utakuwa katika watu ambao wamezidhulumu nafsi zao. Bimaana infalta, ukifanya hivyo. Wakadhalika, na vile vile, fatanna ba'dahum bi ba'd, tumewatia mtihani baadhi yao kwa baadhi nyingine. Liyaqulu, ili waseme, haulai min Allah. Sawa? Ili waseme ahaulai, bimaana ahaulai alfuqara, hivi hawa mafakiri, min Allah alaihim, manna Allah alaihim, manna Allahu alaihim, si ndivyo? Mwenyezi Mungu amewaneemesha juu yao. Imefika mahala hawa mafakiri, manna Allahu alaihim, Mungu amewaneemesha, mimbainina, kati yetu. Kwa maana neema inayokusudiwa ni neema bil hidayah, ya uongofu. Sawa? Kwa maana lau kana mahum alayhi huda, wangekuwa hawana uongofu, ma sabakuna, wasingetuzidi ilaihi. Sawa? Hapo ndo akasema Mwenyezi Mungu, alaysa Allahu bi'alama bishakirin, hivi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi bishakirin, kwa wale wenye kushukuru? Tumeelewana jamani? Alaysa Allahu bi'alama bishakirin. Kwani Mwenyezi Mungu asiseme alaysa Allahu bi'alama shakirin, akasema bi'alama bishakirin? Na kulikuwa kuna haja gani ya kuleta huruful jarri za baa mbili? Angesema alaysa Allahu bi'alama shakirin, ingekuwa imetosha. Umeeleka vizuri? Kuna makali ile be ya kwanza, bi'alama, hiya tusamma alba'u azaida, ni be ya ziada, litaukidi nafi, kwa ajili ya kuthibitisha kule kukanusha. Baada laisa taati kathiran baad. Sawa? Inakuja ile baada ya nini? Baada ya neno laisa. Sawa? Alaysa Allahu biahkami alhakimin, alaysa Allahu bikafin abada wa man asdaqu min Allahi qila. Hiyo be ni zaid, na inakuja kwenye neno laisa, inakuja kwenye neno ma, wa ma bi ni'matin. Sawa? Inakuja katika neno hal. Sawa? Baada ya neno hal, mithlu alaysa Allahu bikafin abada. Hiyo kazi yake ni taukidi, wala tughayyiru almaana alasli, wala haibadilishi maana ya nini? Maana ya asli. Ile be ya pili, alaysa Allahu bi'alama bishakirin, ni be ya asli, tena mutaallika bikalimati a'lama, imefungamanishwa na neno, lianna alfi'la a'lama yataadda bilba, kwa sababu fi'li yenyewe alam inataaddi katika nini? Katika be. Imeleka vizuri? Inapetuka kwa be. Takulu, utasema Allahu a'lamu biibadatin. Imeleka vizuri eh? Au huwa a'lamu bil muttaqina, au huwa a'lamu bil mufsidina, ay a'lamu bihim. Ndio maana swigha na aya ikaja, unaona, alaysa Allahu bi'alama bishakirin, alba'u alula zaida walba'u athaniya asliya. wa idha ja'aka alladhina yu'minuna biayatina
na wakikujilia ewe Nabii Muhammad kumradhi, wa idha jaaka alladhina yu'minuna biayatina, na wakikujilia wale ambao wenye kuamini aya zetu, faqul, waambie salamun alaikum, waambie wao faqul lahum, amani iwe juu yenu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, qala rabbukum, Mwenyezi Mungu amepitisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake, sawa, ameiandikia nafsi yake rahma, huruma. Ukimkosea Mungu ukafanya toba, Mungu atakusamehe, sawa, kwa sababu kataba ala nafsihi rahma, annahu, kwamba mambo yalivyo, rehema yenyewe, huruma yenyewe, man amila minkum su'a bijahala, yoyote mwenye miongoni mwenu mwenye kufanya jambo baya kwa kutojua, sio anajua kwa kutojua, lakini baadaye akajua kwamba alifanya baya, thumma taba, kisha akafanya nini? Akatubia, rajaa min ba'dihi, baada ya kufanya baya, bimaana baada amalihi su, wa aslaha, tena sio kutubia tu, na akafanya amali njema, fa innahu, basi hapo utamkuta Mwenyezi Mungu ile rehema yake aliyojiwekea kwenye nafsi yake, ghafurur rahim, ni mwenye kusamehe, mwingi wa kusamehe, tena mwingi wa huruma. Wakadhalika, basi ndio hivyo bwana, nufassilul ayati, tunazipambanua dalili za Mwenyezi Mungu, au tunaichambua Qur'ani. Tunaichambua vipi Qur'ani? Liyudhhira alhaqu fayu'malu bih, ili haki idhihiri na ifanywe kazi haki, sawa. Wakadhalika, hivyo ndivyo nufassilul ayati, tunaweka wazi aya Qur'ani, sawa, walinastabin, na ili tudhihirishe sabila almujrimin, njia ya wale watu wabaya, walitastabin, na ili udhihirishe ewe Nabii Muhammad, walitastabin, na ili udhihirishe ewe Nabii Muhammad, sabila almujrimin, sawa, njia mbaya ya wale watu waovu wabaya, sabilul mufsidin, zungumza kijengi, sikuelewi. Walitastabina, na ili iwe wazi sabilul mujrimin, njia ya wale, maana litastabina sabilul mujrimin, iwe wazi njia ya wale mujrimina, waovu, sawa. Twende mbele. Inatosha au twende? Inatosha? Imam Sadiq kaja sasa hivi, tuendelee. Kia Mungu, kul, sema ewe Nabii Muhammad, abudu ma taabudun. Umeeleka vizuri min dunillah, miungu hiyo ni kinyume na Mwenyezi Mungu mmoja. Kul, sema la attabi'u ahwaakum, mimi sifuati matamanio yenu nyinyi, fi ibadati, katika kuabudu miungu hiyo. Kad dhalaltu idhan, nikiwafuata miungu yenu na nikaiabudu kwa kukufuateni, basi mimi kwa hakika nitakuwa nimepotea. Wama ana minal muhtadin, na basi mimi wakati huo nitakuwa sio katika watu wenye kuongoka. Qul, sema ewe Nabii Muhammad, inni ala bayina, mimi manhaji yangu iko wazi kabisa, sawa, min rabbi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sawa. Wakadhabtum bihi, lakini nyinyi ujinga wenu mmepinga manhaji yangu.
birabbi, kumpinga Mola wangu, haithu ashraktum, pale mlivyomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmepinga ma indi, sawa, kile ninachokiabudu mimi, sawa. Tajiluna bih, kitu ambacho nyinyi mmefanya haraka kwacho, sawa. Kwa maana mmefanya haraka, malipo yake itakuwa ni min al-adhab, au sio? Kutokana na nini? Yaani kuabudu Mungu asiyekuwa huyu Mungu, nyinyi mmejihalalishia adhabu mapema. Basi inil hukmu, hakuna maamuzi wala hukumu katika hilo, illa Allah, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakusu alhaqa, Mwenyezi Mungu anasimulia na kupitisha haki. Wa huwa khairul fasilin, naye Mwenyezi Mungu ndio mbora mwenye kupambanua kati ya haki na batil. Ay wa huwa khairul hakimin, sawa. Qul, sema ewe Nabii Muhammad, law anna indi ma tasajiluna bihi, lau mimi ningekuwa naabudu kile ambacho nyinyi mnakifanyia haraka kukiabudu, la qudiya al-amru baini wa bainakum, Mwenyezi Mungu angepitisha kati yangu mimi, au kungepitishwa jambo baini, kati yangu wa bainakum, na kati yenu. Kwa maana tusingeishi kwa kurumbana, tungekuwa tumekubaliana, kwa sababu simetaka niabudu kile mnachokiabudu. Kuna ugomvi gani tena? Lakini hapana, Mungu kanikataza, qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sawa, wala antum a'biduna ma a'budu, wala ana a'bidun ma abadtum, wala antum a'biduna ma a'budu, lakum dinukum wala dini. Nyinyi muna dini yenu na mimi nina dini yangu, sawa jamani. Wallahu a'lamu bidhalimin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajua watu madhalimu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tuishie hapo jamani. Mamswadiki utatusamehe japo cha